Inafanywa turnover sasa. Inawekwa cross nzuri na inakuwa ni goli lile. Fantastic. Magoli ya namna hii yanafungwa kwenye haya mashindano. Ukisinzia kidogo kwenye matukio, watu wanapoka mpira and then wanakuja kwenye eneo lako kwa kasi zaidi. Na ilikuwa yes. Huyu hapa ni Obama. Bwana kocha wa timu ya makocha mpiga suti kama makocha kutoka Italia wananikumbusha mambo ya Roberto Mancini. Huyo ni Simeone Inzaghi. Watu wa Italia na suti ni kama pete na kidole. Sasa Azaboy na mwenzio wanaonyesha huo uimara kwamba wakikaa kwenye suti wanakuwa na muonekano wa tofauti kidogo. Kwa mara nyingine tena anapiga kule. Au ni Magic Builders wanaonyesha ni kwa nini wapo kwenye haya mashindano makubwa kabisa. Ukiangalia namna ambavyo goli limefungwa utagundua bado ni uzembe ule ule ambao unafanyika na vijana wa Yosam Investment. Kwa kimekuwa kipress kwa usahihi, na moja kati ya kitu kizuri ambacho kiza kinanifurahisha ni pale ambapo wanajua muda gani wa kupress kuanzia juu, muda gani wanaweza ka sit back na kulinda eneo lao, na muda gani wanaweza kaongeza intensity na momentum ya mchezo. Goli zuri, wonderful strike, magoli mawili kwa Magic Builders na magoli 0 ama nunge kwa upande wa ndugu zangu wa Yosam Investment. Nafasi nyingine wanapata goli la 3. Nilikwambia mapema kabisa Kiza. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika. Bora zaidi tangu mashindano yameanza, hasa kwenye kushambulia zaidi kwa kukaa nyuma na kusubiri mpira wa pili. Nilichokipenda kutoka kwao, hawajawa na haraka. Wanakaa nyuma, wanakuwa na subira ya kutosha, wanajua na maeneo gani wanatakiwa kuzuia. Wamekuwa wakiwa na umakini mkubwa, pasi moja kwenda mbele, movement kwenda mbele, finishing, and then boom, kwao ni goli la 3. Anajulikana kwa jina la Ndama na ndio alifunga goli la 3. Nguvu mpya hii, alichukua nafasi ya Ndaro. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.